Leo ilikuwa siku ya uamuzi mdogo. Badala ya kuwepo maombi ya kesi za uchaguzi za wabunge wa Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa majimbo ya Zanzibar hasa Unguja, na sisi tulifaili hiyo petition, lakini baada ya kufaili petition tulifaili maombi pia ya kuomba exemption ya security kwa sababu mashauri haya unapofaili unatakiwa uweke security for cost. Lakini sheria inaruhusu kuomba exemption ya security. Kwa hiyo tumeleta maombi haya wakati tumeyafaili, wenzetu wa upande wa Jamhuri kwa maana ya ofisi ya mwanasheria mkuu pamoja na tume wakaleta pingamizi la kisheria la awali hasa kikatiba kusema kwamba Mahakama Kuu ya Zanzibar haina uwezo kikatiba kusikiliza shauri hizi au mashauri haya ya uchaguzi na maombi yanayotokana na mashauri ya uchaguzi, akisema kwamba shauri ya namna hii na maombi yake yanatakiwa yasikilizwe kwenye Mahakama Kuu ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, lakini kimsingi ni Mahakama Kuu ya Bara. Sasa baada ya kusikiliza hoja zetu, na katika kusikiliza sisi tulieleza hoja zetu pia za kisheria kwamba Mahakama Kuu ya Zanzibar ina uwezo wa kusikiliza kwa sababu Mahakama Kuu ya Zanzibar imeanzishwa na katiba ya Zanzibar, haijaanzishwa na katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kwa hiyo haiwezi katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kuiondolea Zanzibar mamlaka kuu, Mahakama Kuu ya Zanzibar mamlaka yake. Tulieleza hoja pia kwamba hata sheria ya uchaguzi yenyewe wa Bunge Jamhuri ya Muungano wa Tanzania inatumika kote upande wa bara na upande wa Zanzibar, na sheria hii kwa sababu inatumika mahakama ina uwezo kwa sababu katiba yetu ambayo sio ni katiba tunasema ni katiba the supreme law kwa hapa Zanzibar, inaieleza kwamba Mahakama Kuu itakuwa na uwezo wa kusikiliza mambo yote kwa sheria zote zinazotumika Zanzibar, sio zilizotungwa Zanzibar, ikiwemo sheria hii ya uchaguzi wa rais wa bunge na madiwani, sheria ya bunge. Tumeeleza, kwa hiyo hoja zile pamoja tukatumia na kanuni. Leo mahakama imekuja kwa ajili ya uamuzi. Mahakama imechambua hoja zote na mahakama imeona kwamba haina mamlaka. Kwa lugha nyingine, mamlaka ambayo katiba ya Zanzibar na sheria iliyoanzisha Mahakama Kuu Zanzibar imeipa mamlaka Mahakama Kuu kwa kutumia maneno unlimited jurisdiction, kwa maana uwezo usiokuwa na kikomo. Leo tumeambiwa na Mahakama Kuu kwamba ile sio sawa, yani inayo kikomo cha mambo yake na sio kwamba haina kikomo, na kikomo chenyewe haitakiwi kusikiliza mashauri ya uchaguzi kwa sababu katiba ya Jamhuri ya Muungano inataka hivyo. Ndio kimsingi uamuzi. Mheshimiwa Jaji amejielekeza sana kwenye kifungu cha 83 moja cha katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Ndio uamuzi wa mahakama ulivyokuwa. Kifungu cha 83 kinasema kwamba mashauri uamuzi kuhusu mtu kuwa mbunge au kama mtu halali wa mtu kuwa mbunge, basi mashauri hayo yatasikilizwa kwenye Mahakama ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Hoja yetu ni kwamba kwanza, hakuna mahakama ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa sababu jambo la Mahakama Kuu si jambo la muungano. Kwa hiyo ile ni Mahakama Kuu kimsingi ni ya upande wa pili wa Jamhuri ya bara, na hata territorial jurisdiction yake ni huko. Sasa kwa sababu mashauri ambayo yanatoka Zanzibar na mambo ambayo yamefanyika Zanzibar, territorial jurisdiction au uwezo wa kieneo kijiografia ni wa Mahakama Kuu ya Zanzibar, na ndio ilikuwa hoja yetu ambayo jaji ameitafsiri kwa kusema kwamba hapana, bado Mahakama Kuu ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ina mamlaka hayo. Tuna option mbili. Tuna option ya kwanza kukata rufaa uamuzi huu, kwenda mahakama ya rufaa kuona kwamba mahakama ya rufaa pamoja na kwamba ilishawahi kudili na suala hili kabla, kuona kwamba baada ya development za sheria na kanuni inaweza kuwa na mtazamo tofauti. Hiyo option ya kwanza. Option ya pili ni kwenda huko tukavuka bahari, maana kwa uamuzi wa leo Wazanzibari wameambiwa wakiitaka haki yao ya uchaguzi basi wavuke bahari. Kwa hiyo na sababu sisi tunapigania haki, tunayo options ya kuvuka bahari pia. Kwa hiyo hilo nitashauriana na wateja wangu ili kuona option gani tunaitumia. Sasa tukivuka tutaenda kuomba kule Mahakama Kuu extension of time kwa sababu tulikuja
Mahakama Kuu Zanzibar, kwa sababu kanuni zenyewe za mashauri ya uchaguzi zinaitambua Mahakama Kuu Zanzibar, basi tutajua huko. Kwa hiyo sisi lakini tulikuwa reasonably, tulifungua ndani ya wakati na tulifata sheria inavyosema. Mahakama Kuu imeona tofauti, basi tutaenda kuomba muda ili tuweze kufaili tena mashauri haya katika Mahakama Kuu za Bara.